Bwana, habari za muda huu, mdau wangu wa picha na burudani. Leo nataka nikupeleke simulizi ya mwisho na ya kusikitisha ya mwanajeshi katili zaidi anejua maana ya kusamehe. Hapa namzungumzia Frank Castro, anajulikana zaidi kama The Punisher, kwenye simulizi maalum inaitwa One Last Kill. Bwana, karibu sana kwenye Chadha Storyteller. Jina langu naitwa Chadha, best presenter in town. Bwana, filamu inatufungulia tukiwa miaka kadhaa mbele. Frank Castro sasa amestaafu, ameweka silaha zake chini baada ya kuamini kuwa amesafisha maadui wote waliohusika na vifo vya mke na watoto wake, na anaishi maisha ya siri sana, akifanya kazi ya ulinzi wa kawaida kwenye ghala moja la chakula pembezoni mwa jiji. Hana marafiki, hana ndugu, amebaki peke yake na kumbukumbu za damu zilizomjaa mikononi mwake. Lakini kwenye ulimwengu wa Frank Castro, amani ni ndoto ya mchana. Bwana, lakini siku moja usiku akiwa anamaliza zamu yake ya ulinzi, Frank anasikia mayowe ya mtoto mkingoni mwa ghala lile. Ni msichana mdogo anaitwa Sala. Sala anafukuzwa na kikundi cha wauni hatari wa genge jipya la kigaidi linaloongozwa na mwanaume mkatili anaitwa Victor au The Butcher. Baada ya hapo, baba yake Sala alikuwa muhasibu wa genge hilo, na kabla ya kuuawa na akina Victor alifanikiwa kumpa mtoto huyo flash driver yenye siri zote za akaunti za benki na majina ya viongozi wa serikali wanaoshirikiana na hili. Na wauni wale wanamkamata Sala mbele ya macho ya Franki, na Franki anajaribu kuingilia kati kistaarabu, lakini wale wauni wanamcheka wakiona ni mzembe tu asiye na nguvu. Wanampiga ngumi za uso na kumwangusha chini, kisha wanaondoka na Sala. Hilo lilikuwa kosa lao la mwisho duniani. Wameamsha dhoruba. Bwana, Franki anainuka pale chini akitembea kwa kuchechemea na anafuta damu mdomoni, na hapo ndipo ile sura ya ukatili iliporudi. Anajisemea moyoni, nilitaka kuacha lakini mmenilazimisha. Anarudi kwenye sehemu yake ya siri, anafungua sanduku la chuma lililojaa vumbi. Ndani yake kuna lile koti lake maarufu la ngozi lenye nembo ya fuvu la kichwa, The Sky Sheet. Anatoa bunduki zake na mashine na visu vyake vilivyokaa gizani kwa miaka mingi. Lakini Frank anaanza kufanya mazoezi ya nguvu usiku ule ule, kunyanyua vyuma na kusafisha silaha. Anajua hilo sio vita ya kawaida, huu ni mchezo wake wa mwisho, yani one last kill. Bwana, huyu Frank bwana atumii mbinu za siri, anavamia moja kwa moja makao makuu ya genge la Victor kwenye jengo la ghorofa lililoelekezwa. Mapambano yanaanza kwa milipuko mikubwa. Frank anarusha magnet yanayolipua magari na walinzi wote, na anaingia ndani huku akifyatua risasi bila huruma. Kila anayesogeza kichwa anapigwa risasi ya utosi. Wauni wa Victor wanachanganyikiwa wakitegemea kukutana na kundi la polisi, lakini wanakutana na mtu mmoja anayetenda kazi kama jeshi zima la kifo. Frank anapigwa risasi mbili. Bana, hapa tunamwona Frank anaingia chumba cha mwisho akiwa anachechemea, damu zinamchuruzika kila mahali, lakini macho yake yamekodoka kama simba. Victor akitetemeka kwa hofu anamwambia, ukipiga hatua moja zaidi na muua huyu mtoto. Lakini Frank anashusha bunduki yake chini, anaonekana kama amesalimu amri. Victor anacheka kwa dharau akiamini ameshinda. Anacheka kwa dharau. Lakini Frank anamwambia Sala na kumwambia kwa sauti ya chini, lala chini sasa hivi. Sala anajilaza haraka sakafuni. Hapo Frank anavuta kamba ile kuwa mkononi mwake. Kumbe kabla ya kuingia alikuwa ametega mtego wa bomu dogo la moshi na shoti ya umeme nyuma ya ukuta wa Victor. Bomu linalipuka, moshi unajaa na Victor anapoteza mwelekeo. Frank anaruka kama duma, anamkamata Victor na kumwangusha chini. Mapambano yanakuwa ya visu. Victor anajaribu kupambana, lakini ukongwe na hasira za Frank zinamzidi nguvu. Bwana, Frank anamchoma kisu cha koo Victor akimwambia, usimwonee mtoto mbele yangu. Victor anakata roho. Bwana, sasa hapa tunamwona Frank anamchukua msichana mdogo Sala na kumpatia lile faili la siri flash driver ili
ampe mwendesha mashtaka mkuu wa serikali ambaye Frank alimwamini. Kwenye eneo la mwisho, Frank anakaa kwenye ngazi ya lile jengo linaloteketea kwa moto, akivuta pumzi ya mwisho kwa shida, huku majeraha yake yakiwa makubwa mno. Polisi wanakaribia, lakini Frank haogopi tena kifo wala jela. Anaangalia angani akitabasamu kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi, akiamini safari hii amemaliza kazi yake duniani salama na anaenda kuungana na familia yake. Kamera inarudi nyuma ikionyesha koti lake lenye nembo ya fuvu likiwa limetapakaa damu, huku jiji likiwa salama. Hivyo ndivyo mwisho wa The Punisher, One Rise to Kill. Bwana, nilikuwa nakuletea movie hii inaitwa Chaz, the best presenter in town. Hapa ndipo ambapo tunapoenda kupata hizi burudani zote kupitia hii Chaz the Storyteller. Karibu sana kwenye movie recap. Jina langu ndo hilo ambalo nimewambia hapo. Tunashusha movie nyingi sana. Ni wewe tu kama unahitaji movie, nenda kwenye comment section pale, andika kwamba nahitaji movie, then mimi nitakutumia kwenye WhatsApp. Jina ni moja tu, Chaz the Storyteller, YouTube.